Kamishna wa umeme na nishati jadidifu kutoka Wizara ya Nishati, Mhandisi Innocent Luoga, ameeleza hayo wakati akifungua mkutano wa wahandisi wa teknolojia katika masuala ya petroli na gesi Afrika kutoka mataifa mbalimbali pamoja na wanafunzi wanaosomea masuala ya mafuta na gesi Afrika. Kongamano hili litaharakisha juhudi za serikali katika mipango ya, kwa sababu tayari shirika la mafuta la maendeleo la mafuta Tanzania TPDC wanafanya kazi hiyo wakishirikiana na wakala wa nishati vijijini kujenga miundombinu ya gesi katika mikoa 4 sasa hivi, kuanzia Lindi, Mtwara, Pwani na Dar es Salaam katika kuharakisha usambazaji wa gesi. Lakini pia kama mnavyofahamu kwamba gesi na matumizi mengi sana. Kwa hiyo kutupia taasisi zetu ugunduzi unaendelea. Nimesema tunao potential au uwezo mkubwa wa gesi, kwa hiyo ugunduzi unaendelea katika maeneo mbalimbali kwenye kina kirefu cha bahari, lakini pia na nchi kavu ugunduzi unaendelea. Tukikusanyika hivi tunajua ni mainjinia wangapi wa petroli tunao Tanzania. Mmeona kuna makampuni ambayo yatatoa huduma kwenye hii tasnia na mengine ambayo yana uwezo wa kuja kuchimba. Kwa hiyo tukishafanya mapping kama hiyo, sisi kama authorities za serikali tunaanza sasa kuangalia namna gani ya kuwalinki na makampuni ambayo yanakuja kwa ajili ya uwekezaji. Kwa upande wake, Rais ya Jumuiya ya Kimataifa ya Wahandisi wa Petroli CPEI Oliver Hoze amesema kuwa taasisi ya wahandisi wa petroli ina wanachama 67,000 duniani kote, hivyo wamezamiria kukuza ujuzi wa kiufundi, kuibua masuluhisho ya changamoto inayokabili sekta ya mafuta na gesi na nishati mbadala. I'm sure that in 10 years time, naamini kuwa miaka 10 ijayo tutakuwa na wataalamu wengi zaidi kwenye sekta hii ambao wataweza kusaidia kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya mafuta na gesi nchini Tanzania. Washiriki takriban 200 wameshiriki mkutano huo uliowaleta pamoja wahandisi wa teknolojia katika masuala ya petroli na gesi Afrika ili kubadilishana uzoefu juu ya masuala mbalimbali ya mafuta na gesi. Winifrida Gilbert, TBC.